Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya familia ninasoma historia fupi ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Nyengele Anyesi Kashindi Mtambo, mtoto wa Mtambo Kabwali Kabika wa jamaa ya Bashe Ala Bashilo Ochi, nyumba ya Mauhu. Mama yake aliitwa kwa jina la Veronica Kalamu wa jamaa ya Balala. Marehemu alizaliwa Pakazimia mwaka wa 1970. Marehemu aliolewa na Mwanue Ataya Jean-Pierre wa jamaa ya Babungwe Bashimamba, nyumba ya Mkabilwa. Marehemu alizaa watoto 13, wakiwemo wa kiume 5, wa kike 8. Waliokufa wa kiume ni 2, wa kike ni 3. Jumla ya watoto walio hai ni 8, wakiwemo wa kiume 3 na wa kike 5. Marehemu ana wajukuu 23. Wa kiume ni 15 na wa kike ni 8. Waliokufa ni 1 wa kiume. Jumla ya wajukuu walio hai ni 22. Kazi ya marehemu. Marehemu alikuwa mkulima. Magonjwa. Mwaka wa 2016 marehemu alipata ugonjwa wa presha ya kupanda. Marehemu alifuatilia sana matibabu kwenye hospitali mbalimbali. Ilipofika jana ya tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka huu tunao, marehemu alipata tena mshtuko wa moyo na kupoteza fahamu. Ilipofika saa 5 mchana, marehemu alipelekwa hospitali ya Main Red Cross, na ilipofika saa 1 ya usiku marehemu alituacha. Marehemu hapa duniani ameishi miaka 55. Na jambo la mwisho, familia inasema msiba unaanza leo na tutatambaza msiba siku ya Jumamosi. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Miweti miono. Kawaida kijiji chetu sisi kama tuna msiba, hotuba ya msiba wakati tunaitoa kwenye lugha ya Kibembe. Miweti. Kwa hiyo kwa mtu yote yule mwenye asikia Kibembe anajaribu kukaa kwenye kwa yule mwenye anajua Kiswahili amuelezee vizuri. Miweti. Sawa. Kombe tibakani. Kwanza twakanya manga wapocho bose itolela kwenu shida ya umwetu unene twatushika nishika tulipoje sobya uwa bibo tunabashitanda libo mone ombe abalele sana atendele yibana bemwali ya bingundu no bana shida kana na yeno watakiwa umone miweti
Ele ni bora betu ete jiji ya kwanza ama te serikali hiyo jiji ya kwanza tatole na mange malwachi matushiona nyiche benu tofauti na mama matendo na familia yangu miweje na mama ni malwachi matoe hapa to maboka hapana to amisao ebele sa to emsao wa bulwachi kwa sababu ine itushikano itolo watendwa na familia na imalizia ile ni wao ipinde tusaka malaloni toto bechuo sinongale akwenchi bakalwale ai video ya tengenezwa toto wale yo bechuo sumuchu miweje na enishi ya mwisho ye chaba gocho bose bale ano ile ni wao idiji ashe eso ngona miweji longe betu nongi mwechi tashikwa nongo tu mwana au ashe classe sisi lote bilo meshi longe to babi no itikisi be bitoshe kia miwechi mio asante. Hotuba ya maisha ya marehemu Anyesi Kasindi Mtambo katika kanisa Katoliki hapa Nyarugusu. Marehemu aliitwa kwa jina la Anyesi Kasindi Mtambo. Alipokelewa katika kanisa Katoliki kupitia sakramento ya ubatizo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1986 na ndipo akapata sakramenta zote za kanisa kama vile ubatizo, komunyo, uzabitisho na ndoa katika parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria pa Baraka. Mama Anyesi aliishi miaka mingi katika shirika la Mwenye Heri Anuarite KLN. Baadaye akaja huku katika sekta ya kwanza na kujiunga na waumini wa shirika la Mwenye Heri Anuarite HN, akiungana zaidi na chama cha Wawata hadi kifo kilipomkuta. Marehemu alifanya kazi nzuri katika familia yake. Ndiyo maana kati ya hao watoto wake kuna waimbaji, wasomaji na pia wachezea Mungu. Marehemu alikuwa mmoja kati ya waumini waliopenda sana kuhudhuria sala za kila siku asubuhi na kazi zingine za shirika. Mama Anyesi alifariki jana kwa magonjwa ya muda mfupi tu, na hapa duniani alifanya miaka 39 katika kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Ombi kwa waamini wote ili kuwakumbuka watoto hawa wanaoachwa, pia kuwashirikisha kiimani katika ratiba zote za kanisa. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Namalizia na taarifa sababu gani baadhi ya watu ibada ndani ya kanisa, wengine nje. Uchungaji ni kitu kigumu sana. Wameomba leo tunamsindikiza ndugu yetu dada Anyesi katika safari
safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na hata milele. Amina.